Haleluya, ndugu yangu wewe unanisikiliza majira haya na saa. Ninafurahi kwa sababu umetoa muda wako kusikiliza neema hii ambayo Mungu amenipa kusema mbele zako maneno haya. Nami niko hapa leo, tutajikumbusha kwa habari ya ufunuo kuhusu mwanadamu au Adam. Ufunuo kuhusu Adam. Tukomee hapo tu, tuachane na mwanadamu kwanza. Ufunuo kuhusu Adam. Kwa nini nimekuja mbele zako? Kuna andiko hapa linasema katika ile Mwanzo 5 mstari wa 1, Biblia inasema hivi: hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adam. Siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya. Mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adam siku ile alipowaumba. Naomba nirudie maandiko haya. Naomba nirudie tena. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 1 na wa 2. Asema hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adam. Siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya. Mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adam siku ile alipowaumba. Tunaangalia hapa uumbaji wa Mungu kwa habari ya wanadamu, lakini ni ufunuo kuhusu Adam. Tumeona Adam anaelezwa kwa habari ya vizazi vyake, lakini anaanza kwa habari ya Mungu alipoumba mtu kwa sura yake. Mtu kwa sura yake. Lakini huyo mtu aliyemuumba kwa sura yake alikuwa mwanamume na mwanamke. Halafu jina lao huyo mwanamume na mwanamke Adam. Najua kuna kauli huwa zinasema Mungu hafananishwi na kitu chochote. Hii kauli wengi inawatatiza sana. Na ni kweli kitafakari kwa sasa, kwa sababu tumekuwa mtu mume peke yake na mke peke yake. Kwa nini nazungumza maneno haya? Tukirudi huku katika Mwanzo 2 mstari wa 18, anasema Bwana Mungu akasema, si vyema mtu awe peke yake. Mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Manake mtu huyo aliyemuumba Mungu awe peke yake, manake alimuumba mtu mme na mke. Anasema Mungu, mstari ule wa 21, Mungu na Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kumbuka Adamu ni mtu mme na mtu mke, ni jina. Anasema kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Maana yake huyo Adamu ambaye ni jina na mtu mme na mtu mke, akatoa ubavu mmoja akafunika mahali pake. Na ule ubavu alioutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke.
Maana yake Adamu ni jina la mtu mume na mtu mke, kutokana na Mwanzo 5 ule mstari wa 2. Akawapa jina lao Adamu. Sasa huyo mtu mume na mtu mke ambaye jina lake ni Adamu, Mungu akamletea usingizi mzito, halafu akatoa ubavu mmoja akaufanya mwanamke. Maana yake ule ubavu wa mtu mke akautoa akauweka pembeni ya mtu mume. Sasa hapa ndio tunakuja kupata sema sasa hivi ile sura ya Mungu ndani ya mimi haipo, sababu sura ya Mungu aliyetuumbia ni mtu mume na mtu mke, ndio maana halinganishi na kitu chochote. Hiyo ni siri moja ambayo nimejaribu kuiachilia, au nasema ufunuo ambao natakiwa tafakari sana na umfahamu Mungu vizuri, ili uwe na amani na watu wote, kwa sababu hapa ndipo ilipo vita, kwamba Mungu hafananishwi na kitu chochote. Na tupo tunakuja kuona siri ya Kristo Yesu.